Bwana mtazamaji wa Maisha Safi Channel, karibu sana katika channel yako hii ya YouTube. Kama bado hujasubscribe, basi subscribe, pia bonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata habari zetu punde tunapozipost. Leo nitaongelea kuhusiana na swala katika michezo. Leo nitazungumzia kuhusiana na swala kidogo la Feitoto. Feitoto, kulikuwa na uvumi wa muda mrefu mpaka mashabiki wa Simba inafika kipindi wanasema kuwa Feitoto tayari katika jezi za nyekundu na nyeupe, lakini ukweli ni kwamba Feitoto tayari ameshaanza kufanya mazungumzo ya za ndani kabisa. Ameshaanza kufanya mazungumzo ya kwanza kabisa na Yanga Sports Club, na inaonekana Yanga kuelekea kumpata Feitoto kama dili lao likifanikiwa na kukubali kutoa pesa ambazo anazotaka Feitoto na kukubali mataka ya Feitoto. Na sheria moja hapo ambayo anaitaka kufanya Feitoto, nasema mama yake ndio alimbariki kwenda Azam Football Club kutokana na masikasi yake yote ambaye Yanga ipindikia mpaka kumsema mama yake, kumzihaki mpaka kumzihaki mwenyewe Feitoto, basi waende akamwombe msamaha mama yake, alafu pia wafanye biashara. Lakini inaonekana kwa Yanga hukubali kwenda kujitama kama mama, sio tena mama akiomba msamaha kidogo na kupata chochote kile na kuwa rahisi. Kwa maana hiyo wakifanya hivyo, basi inakuwa rahisi kupata dili hilo na Feitoto dili kukubaliwa. Na kingine, kuna vipengele ambavyo Feitoto vilikuwa vinazuia. Kipengele kimoja hapo ni kipengele ambacho inasema kwamba klabu yote ikimtaka kutoka Azam Football Club, timu ya kwanza kabisa kuuliziwa ni Dar es Salaam Young Africans. Kwa kipengele hiko kinakuwa kina uzito kidogo. Kipengele hiko kizito kwa sababu timu yote ikimtaka kutoka Azam Football Club, basi mtu wa kwanza kabisa kuuliziwa ni Dar es Salaam Young Africans. Na kingine wanasema kama akimtaka Simba Sports Club, basi Dar es Salaam Young Africans kuna pesa atakiwa apewe. Ni kama bilioni 1 hivi, yani hata kama bilioni 1 au karibu na bilioni 1. Kwa maana hiyo kipengele kizito sana kutuku, maana yake Simba watamchukua kiasi gani mpaka Dar es Salaam Africans ipate kiasi hiko. Ndio maana Feitoto kuna uwezekano mkubwa sana au kuna urahisi mkubwa sana kwa kurudi Dar es Salaam Africans, isipokuwa tu akikubaliana na akibariki. Na mwenyewe anasema hana shida, kikubwa aombe msamaha tu mzazi wake, na alishamwambia yeye kuhusiana na yeye swala yeye na Azam waachie wenyewe yeye na Azam, na wapo tayari kumpa kiasi cha ofa ambayo anachokitaka. Ni pesa kubwa kidogo, lakini kutokana na thamani ya Feitoto kwa sasa hivi, ndio maana Dar es Salaam Africans imeona inawezekana pia kutoa. Kwa maana hiyo wamekubali kwa yote yaliyotokea mwanzo kuisha, wamesamehe kila kitu, waanze kuganga yajayo na Feitoto kuanza makazi mapya kama endapo wakifanikiwa. Na Feitoto mkataba wake kwa Azam FC mpaka kufikia mwezi wa 12 au kufikia mwezi wa kwanza mwaka huu itakuwa kabakisha miezi 6. Hivyo Azam FC hawatakuwa hapo, sidhani kama atakuwa tayari kumwachia mchezaji kama Feitoto kuondoka huyo. Kwa hiyo inawezekana kuwa nao kuna uwezekano mkubwa sana kukubali kupiga dili hilo la biashara hiyo na Dar es Salaam Africans, kwa sababu mchezaji kama mkubwa kama Feitoto kuondoka bure, afu kati leo wewe umemchukua pesa nyingi, inakuwa sio kweli. Kuhusiana na swala la Feitoto kwa leo tuishi hapo, lakini nikukumbushe tu kabla subscribe channel hii, basi subscribe ili kwanza kupata habari zetu, na pale tu unapobonyeza alama ya kengele, kwa sababu sisi tukipost tu basi unapata. Pia comment shauri, na kama una jambo lolote ambao unahitaji kufanya interview, basi tafute mimi Asham Islam, Facebook Asham TZ, TikTok Asham TZ, Instagram Asham TZ. Bye bye.